sana mpenzi mtazamaji kwa TV ya Mwigitio TV. Kipindi ni Kuarauka Kiroho. Ningependa kumkaribisha Pastor Alpha ili tuwapatie neno. Karibu Pastor. Bwana asifiwe. Siku ya leo nashukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo nimepata pamoja na dada yangu Evangelist Grace kwa hii program inaitwa Kuharauka Kiroho, yaani kuinuka kiroho. Kwa hivyo kama vile nimekuwa nikitukumbusha kila siku, it is that the midnight hour is the very first hour of every new day. And the Bible says that the mercies of God are new every morning. So this morning, I announce to every viewer that is viewing this program that may the mercies of God be new in your life this morning in the name of Jesus. Let the mercies of God be new in your children, even as they are on bed, be new in your family, be new in every aspect of your life, in the mighty name of Jesus Christ. You shall not be condemned because you are in Christ Jesus. You shall not be condemned because of the mercies of God. Mtu mmoja aseme amen. Mungu azifanye kuwa bure katika jina la Yesu Kristo, na yale hukumu ulikuwa unapangiwa kufanyiwa, Mungu aziondoe kwa sababu ya rehema zake ambazo ni mpya asubuhi ya leo ya siku ya Wednesday, katika jina la Yesu. Mipango ambayo ni ya Mungu mazuri juu ya maisha yako na juu ya watu wako na juu ya mambo yote unatenda, hiyo mipango ifaulu. Na yale mipango ya mwovu shetani na ufalme wa giza iangushwe katika jina la Yesu Kristo. Wacha ikatendeke kwa maisha yako kama vile wakati wa Gideoni watu waliamuka wakakuta miungu ya kuzimu imeangushwa. Asubuhi ya leo, wakati watu wako wataamuka kwa hiyo nyumba yako, wacha miungu ya kichawi na miungu ya falme ya giza, miungu ya cultist, yote ipatikane imeangushwa, na ufalme wote wa giza na mipango zao zipatikane asubuhi mapema. Saa 2 ukienda kazini ukute hiyo uchawi imetapakaa kila mahali, imekwisha katika jina la Yesu Kristo. May this be your portion as you keep on typing amen in that comment section. May this be your portion in the name of Jesus. Let everyone connected to you as a friend, as a boyfriend, as a fiancé, as a husband, let this be their portion in the name of Jesus Christ. Say amen. Kwa hivyo, Mungu abariki neno lako siku ya leo, na kupitia hiyo neno aweze kufikia maisha yako. Na ninaamini yale mambo anataka kunena na sisi yatakuwa kutubariki na kutupanua, na atazidi kutoshea katika maisha yetu na katika nyumba zetu, na atazidi kutembea na sisi siku ya leo. Kwa hivyo kwenye programu ya baraka siku ya leo kuna mapoint kadhaa ninataka tusemezane na tuielewe kwa undani kabisa, na Roho Mtakatifu atazidi kutuhudumia kutoka popote tulipo duniani mzima. Kwa hivyo tunaposikiza, wacha ukaunganike na Roho Mtakatifu, ukaunganike na ufalme wa mbinguni na uwepo wa Mungu kupitia neno lake ambayo nitakuwa nikisema ihame, ikuje mahali ulipo, ikuje mpaka kwenye watoto wako, ikuje mpaka kwenye unafanyia kazi katika jina la Yesu Kristo. Na kama utakuwa unatutazama na pengine uko mgonjwa na ujisikii vyema, hii uwepo wa Mungu ikuje hapo mpaka kwa hiyo kitanda, ikuje hapo mpaka kwa hiyo dieta, ikuje hapo mpaka kwa hiyo ward. Siku ya leo watu wa experience uwepo wa Mungu
kwa njia iliyo kubwa katika jina la Yesu. So Jesus' name, amen. yesterday I came with a topic on sexual immorality, ambapo ukiangalia Galatians 5 verse 19 inasema ya kwamba the acts of the flesh are obvious, and number 2 imeeleza one of them being sexual immorality. Remember, we have learned about ya kwamba the acts of the flesh and the acts of the spirit, the Holy Spirit, they differ. The desires of the Holy Spirit are against the desires of the flesh, while the desires of the flesh are against the desires of the Holy Spirit. Naona sasa. Kwa hivyo, wale ambao wana walk by the Holy Spirit, wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, wale ambao ni wana wa Mungu, hawawezi kutimiza desires za flesh za kufanya sexual immorality. Na leo tutaangalia hizo immorals na tufanye comparison ya vile mwili inatamani kufanya hizi immorals na vile roho anatamani kufanya morality yake, na tuone kama tumejisalimisha sisi kama Wakristo, kama kanisa, kama watu kijumla wa Roho Mtakatifu kutuongoza kinyume na mambo hayo. Tuone kama Roho Mtakatifu ametusaidia vilivyo kunyima miili yetu madhambi kama sexual immorality. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 13. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 13. Mtu anaitwa Paulo alikuwa anaongea na watu ambao ni wa Korintho. Kama unasoma kitabu yako ya Corinthians vizuri, utarealize kuna wakati ambapo Paul alipata ripoti ya kwamba kuna watu wanafanya sexual immorality na step mother wao. Na ndio unaona juzi kuna ripoti ilionekana kwa news eti mtu aliingia kwa tendo hiyo chafu na step mother wake. Na ndio maana tulisema jana, the acts of the flesh are obvious. Kwa hivyo sexual immorality na step mother ni jambo ilianza zamani wakati wa Korintho. Kwa hivyo kile tunaona siku hizi zilifanywa na mtu mmoja ambaye utajisomea pale, alilala na step mother wake. Kwa hivyo 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 13. Kuna kitu nataka kusaidia hapo. Inasema hivi. Ni Paul anaongea na Korintho, akawaambia, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Hapo sitasema kitu kwanza. Verse 10 anasema not at all, meaning the people of this world who are immoral. Wakati Paulo alikuwa anaambia Corinthians wasijihusishe na watu ambao wana perform ama wana practice sexual immorality, hakukuwa anaongea kuhusu watu ambao ni walimwengu, watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawajaingia kwa maisha na safari ya imani. Kwa nini? Hata kabla sijakusomea, ni kwa sababu sisi ambao ni watu wa imani na pia wale watu ambao sio wa imani, lakini haswa sisi tutakuja kuondoka kwa dunia hii. Kwa hivyo there is no point. Unipate point number 1. There are things I want to make clear here. There is no point of de-associating yourself with the worldly. Yeah?
with a worldly sexual immoral person. Mtu ambaye ana perform sexual immorality na yeye ni wa dunia, unafaa understand ni mtu ambaye hajaelewa kazi hiyo anafanya, hajaona mwangaza wa Mungu katika maisha yake, hajafikiwa naye. Matthew 5:14, we are the light of the what? Of the world. Kwa hivyo wakati tuna extend upendo wa Kristo ile tume experience kwa watu kama hao, ndio tunawalete kwa ufalme. Lakini Paulo akisema do not, Paulo hapo sasa anasema do not associate yourself with sexual immoral people. Anaongea kuhusu nini? Wacha tuendelee kusoma. Hiyo ni verse 10. Not at all, meaning the people of this world who are immoral or the greedy and the swindlers or idolaters. In that case you would have to leave this world. Hivyo tu nimekueleza. Lakini but now I am writing to you that you must not, underline, you must not you must do what? You must not associate with anyone who claims to be a brother or sister but is sexually immoral or greedy or idolater, slanderer, drunkard, swindler. Do not even sit with such people. Do not even eat with such people. Unaona? Wacha hata nifikishe hapo. Paul asemi tusiassociate na wale wanaingia kwa usherati na machukizo za kigono ambao ni wa dunia. In fact, those are the same people Jesus Christ associated with. Unakumbuka kuna mwanamke ambaye alipatikana in the act, na sheria wakati huo ilikuwa inasema hivi ya kwamba ukipatikana kwa dhambi kama hiyo upigwe mawe uwawe. Lakini Yesu kwa hekima yake kama Mungu aliondoa hiyo hukumu, akamtetea huyo mwanamke, akamsamehea msherati, akamwacha aende bila kulipia hiyo dhambi amefanya, kwa sababu ilisamehewa. There is so much essence and point ya kuassociate na washerati na kuwaletea mwangaza of what sexual immorality implicates. Broadcast kama hii na mafunzo hii unasikia na kupatia, if they come across it, watakuwa baited and hooked over to the kingdom of heaven, na ufalme wa Mungu utaona victory. It is my prayer today ya kwamba wale wako kwa vifungo vya usherati, zile manyumba na mafamilia ziko kwa vifungo vya usherati, vingolewe mara moja katika jina la Yesu Kristo. So Paul anasema hivi, wale wanajiita ndugu na dada. Kwa Wakorintho kuna watu walikuwa wanaitana ndugu na dada. Katika Ukristo, imani ya Ukristo, Yesu mwenyewe ambaye ni the head of the church, number one, he is the only begotten Son of God, Jehovah. The Bible says, wale wanampokea huyo tu mwana wa Mungu, anawapatia uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Sisi na Kristo na Wakristo wote kwa jumla, sisi ni madugu na madada. Kwa hivyo ndipo nakufikisha hapo ni kueleza ya kwamba Paul alisema hivi, huyo mtu unaita ndugu na dada, huyo mtu ambaye anatoa ushuhuda Yesu ni Bwana, nimeokoka, nimejazwa Roho Mtakatifu, nimebatizwa, mimi huwa ninaomba,
nasoma Biblia, huwa naenda kanisani. Huyo ambaye mnaona ni kama sasa mko kwa imani moja, ni ndugu na dada yako, alafu anatenda dhambi ya sexual immorality, huyo hufai kuassociate na yeye. It is not contradictive. It is not controversial as the world says. Such a statement ikiletwa kwa society ya leo, watasema it is an instigative teaching, yani mafunzo ambayo inachochea upande mmoja kinyume na mwingine, mafunzo ambayo inafanya Wakristo kwa kiasi fulani pengine waonekane ni kama wanapingana ama wanatengana ama wanapigana, lakini sivyo. Nimekueleza the two distinctive differences, ya kwamba kuna watu wa aina hiyo hawafai kutengwa, lakini Paul alikuwa analeta point ya kwamba alikuwa anaonyesha how strict it should be, ya kwamba dhambi ya ngono, machukizo ya ngono haifai kuonekana kwa mwili wa Kristo. Haifai kuonekana kwa watu ambao wanaitana ndugu na dada ndani ya Kristo, my brother and sister in Christ. Wale watu ambao wanasema ni wafuasi na waumini wa Kristo, hii sexual immorality haifai kuonekana hapo. Let us continue meditating on the word of God that says, those led by the Holy Spirit are the sons of God, just like Jesus Christ, who originally is the Son of God. The same Holy Spirit who instead hates sexual immorality. We have learned that before. Huyo Roho ambaye anaongoza wale wana wa Mungu, wale ambao wanaitana ndugu na dada ndani ya Kristo, wale ambao wanasema wako na Mungu mmoja kama baba yao, Roho Mtakatifu mwenye kuwaongoza anachukia dhambi hii. Mahali dhambi iko hawezi kaa, na kama ataingia ataikemea, ataiondoa. Na ndio maana jana nilikuambia mahubiri na mafunzo ambayo ama injili ambayo inapinga dhambi kama hii ni injili ambayo ndani yake iko na Roho Mtakatifu. Mwili wa Kristo, na so long as tunajiita brothers and sisters, so long as tunaita kwa kinywa chetu Baba wa mbinguni eti ni baba wetu, basi ni lazima iwe kwamba tuko naye Roho Mtakatifu kati yetu, even to the individual level. Mtu wote anajiita brother in Christ. Unaona vile kanisani mnajua kuitana brother fulani, sister fulani, mpaka mtu anasikia ni kama yeye ni Toto Misa, altar boy. Tunamwita brother, anasikia kiwa mtakatifu, anasikia kiwa encourage. Naelewa? In the individual level, katika mwili wa Kristo, a brother individually and a sister, inafaa, even expectantly kwa spiritual world, inafaa ya kwamba awe na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo so long as Roho Mtakatifu ako kwa brother and sister, it is expected that sexual sin, sexual immorality should by no means be seen in the body of Christ. So, what happened? That we have people with such scandals leading the body of Christ. We have people in such scandals occupying key positions in the body of Christ. Yet Paul said, you must not. Ukiletewa statement inaitwa must not, how do you interpret it? Pengine tunaweza assume labda hawakuelewa hiyo statement, wale ni wa society ya leo. Paul alisema vizuri, you must not,
Ni kumaanisha wakati toba inaitwa, watu ambao wamefungwa na vifungo vya kisherati, they are supposed to be called out. They are supposed to be given a chance to come out. They are supposed to be given a chance to be identified. Sasa kama Paul anasema do not associate yourself with such people, with people who commit adultery, with people who commit fornication, with people who commit masturbation. Sasa nikuulize, hawa watu utawaonaje? Hawa watu utawajua aje? Utajua aje brother so and so analala na wanawake? Itajiandika kwa kichwa? Na kama Paul alisema hiyo statement, ni kumaanisha ilifaa ijulikane. Ilifaa that these people should come out, not to be condemned, to be identified and to be delivered. Paul alikuwa anasema hii statement kusema ya kwamba kuna siku zinafaa ziwe altar call zimejaa washerati ambao wako tayari kuondokea hiyo dhambi. Kwanza kabla niende mbali, kwa nini Paul anasema watu wasiwe associated na watu kama hao kwa mwili wa Kristo? Ingia kwa kitabu inaitwa Hagai chapter 2 verse 13 nikuonyesha kitu, na kama uko na kalamu yako unaweza kurekodi. Hagai chapter 2 verse 13. Aliongelesha makuhani, huyu mtu anaitwa Hagai. Wacha nikimbia hapo nikusomee. Aliongelesha makuhani. Hagai iko page number what kwa Biblia? Somebody? Page number? Hagai page number, Hagai chapter 2 verse 13. Inasema hivi. Then Hagai said, if a person defiled by contact, the key word here is defiled. If a person defiled by contact of a dead body touches one of these things, does it become defiled? Yes, the priests replied. Makuhani waka-approve ya kwamba mtu ambaye amefanywa najisi akikam into contact na kitu kingine chochote, hiyo kitu inakuwa defiled. Hata acha niachie hapo. Hiyo ni Hagai 2:13. Makuhani waliulizwa, sio watoto, sio wanakijiji, sio politicians waliulizwa hiyo swali. Ni makuhani. Wale walikuwa wanasema wanavaa manguo refu refu, wale wana access holy of holies. Wao ndio kwa kinywa chao katika hekima ya ukuhani walisema hivyo, ya kwamba mtu akiwa najisi aanze kumake contact. Vile unaona COVID-19 inaenda, aanze kumake contact na kitu chochote kinafanyika najisi. Maandiko imesema ya kwamba sexual immorality defiles a person. Sexual immorality defiles a person. Kwa hivyo, the relevance of the associating yourself in the body of Christ with those committing sexual immorality. What is the relevance? To avoid being defiled. Sio maajabu ya kwamba wiki moja itoshe kanisa mzima iwe defiled, na pengine mwenye alikuwa tayari ako na hiyo dhambi pengine ni watu wawili, na kanisa ni ya watu ngapi? Watu 100. Kwa nini sisi hatuja come up na vaccination ya kuvaccine watu wasikuwe defiled na fornication, wasikuwe defiled na masturbation, wasikuwe defiled na adultery? Kwa nini hakuna hiyo vaccine?
Why are we not trying to be as careful, as concerned as the world is today? Virus tu ya COVID-19, homa, unapiga Piriton inakwisha, lakini unaona vile inavamiwa mpaka na serikali. Bona vita kinyume na fornication, vita kinyume na adultery, vita kinyume na masturbation haijafika kiwango cha serikali. Sababu look here, it is so contagious. Ukikalia kiti na uko na dhambi hiyo unainajisi. Unasalimia mtoto wa wenyewe eti unampenda na uko na dhambi hiyo unajisi. Unaingia kwa uba ya wenyewe unainajisi ukiwa umebeba hiyo dhambi. Afadhali COVID-19. Mbona watu hawatafuti cure ya this kind of transmission? A all innocent congregation gets infected with this defilement bila kujua. Alafu hiyo uchafu wanapeleka sasa kwa nyumba yao. Chukua mfano wa kanisa mfano, ama mfano wa pale unafanyia biashara. Uende uanze kuhudumia client ambaye amebeba hiyo dhambi na ni najisi tayari, ni mchafu. Wewe unapomshika unakuwa mchafu. Na wewe ni mke wa mtu. Sasa niambie, na hiyo uchafu na tabia yako nzuri ya kulala bila kuomba, si unaijua? Unapeleka hiyo uchafu kwa kitanda yako ambayo inaitwa matrimonial bed. Na maandiko yamesemaje? Keep the matrimonial bed pure. Sasa unabeba hiyo uchafu, unakutana na mzee yako, unamchafua. Unaona aje hiyo strategy ya shetani? Anacatalyze defilement, inasafiri bila kupingwa. Inasafiri bila roadblocks. Inasafiri bila police inspection. Bona injili ya Mungu haisafirishwi hivyo? Bona mafunzo haifikii mume wetu na mke wetu? Lakini defilement inafika kwa njia rahisi sana. Sasa manyumba mingi, vitanda mingi zimechafuka, sio kwa sababu wale wahusika ndio wachafu, sio kwa sababu wao ndio wameingia kwa uchafu, kwa sababu wamemake contact. Ndio maana ni ya maana sana dhambi ikionekana miongoni mwa ndugu zetu, yafaa iondolewe. Yafaa hao watu watubu dhambi. Yafaa wasaidiwe. Sasa nikuulize, kanisa ambayo tayari ni najisi itatoa wapi nguvu za Mungu? Wale congregants wako pale watasaidika namna gani kutoka kwa Mungu? Hapo ni mahali ambapo watu wanapeleka mashida, mahali watu ambao wanalindia Mungu, mahali ambapo watu wanatoa mali zao. Je, what is the effect of offering your offertories to a defiled altar? What is the effect of offering your offertories to God when you are defiled? Does God favor defiled people? He does not compromise his righteousness. It is a very strong statement. Paul alisema, jambo ambalo linafaa kuonekana mpaka siku hizi. The church should be seen in the business of extracting, of identifying, of searching. Mbona manabii hawaoni hii dhambi kwa kanisa? Wale ambao wanaonyeshwa na Roho. Ile maono tu manabii wanaonyeshwa ni ile mtu iko na pesa kwa bank. Ni ile mtu anavaa tai nzuri, huyo ndio anaonekana.
Ile maono Roho anaona siku hizi ni maono ya watu kuenda ng'ambo, ni maono ya watu kufungua mahoteli na kupikia watu, maono ya watu kufungua makanisa, maono ya uchawi na uganga kukua kwa nyumba, kukua sijui maroho ya kaburi. Mbona haoni dhambi kama hiyo ya fornication? Mbona haongei aite watu tokeni kwa hiyo dhambi? Yet the gospel kazi yake ni kuconvict mtu to the individual level. Anaongeleshwa mpaka anaona na kweli mimi nilikuwa msherati, wacha nitoke nikatubu. Tumeona wangapi wakifanya hivyo siku hii ya leo? Instead, shetani ameweka watu aibu ndio awa withhold kwa hiyo dhambi wasitokee. Amewaweka kwa hiyo aibu, ndio amewaweka aibu, ndio maana hii dhambi inafanywa kwa siri. Umewahi kukutana na watu wanafanya dhambi kama hizo kwa mwangaza? No, unless they are mad people. Wao ndio wanapatikana kwa maloji. Wao ndio wewe kama mzazi unapata watoto wako kwa bedroom wamefanya maneno yao kwa siri. Hakuna mtu utaona kwa barabara pale akifanya masturbation. Hapana. Sio kwamba ati ni kitu ya kuwaibikia. In fact, ni wewe unafaa kuwaibisha shetani kwa kutoa hiyo dhambi, ionekane, ijulikane, ikemewe, iondolewe. Lakini aibu ile shetani anafaa kuwa nayo ndio anaeka watu wale mateka wa hiyo dhambi, ndio waifanye kwa siri. Sasa ndio wakifanya kwa siri, marafiki zangu wale mnatutazama, tuambie kwa comment section, tutajuaje wenye wamefanya? Na Paul hapo amesema do not associate. Kwa hivyo the moment we make association with those people, tumeanza sasa kukosea Mungu, tumeanza kujichafua, tumeanza kuchafua watoto wetu. Tumeanza kuchafua zile pesa tunafanyia kazi. Tukishika hivi zinakuwa infected. Nguo tu ukivaa, ukishika hivi kutoa, tayari umeinfect nguo yako. Unaita mtu akuje kufua nguo ziko infected na unajisi, akizishika ina transfer. Na hiyo kazi yote ikifanyika, shetani anapata points akiwa kwa starehe zake. But sisi tuko hapo careless and ignorant. Sasa swali ya changamoto usiku wa leo ambayo pengine nataka ulale nayo kama itawezekana. Hawa watu tutawajua aje? Na so far tumejua wangapi? Sababu according to Paul inafaa kujulikana. Lakini mbona haijulikani? Wale watu tu wanaitwa, we kuja. God is saying utaenda ng'ambo. We kuja. God is saying amekupaka mafuta. God is saying sijui mguu. God is saying petty things to cover up sin. Kama hakika tunaenda mbinguni, kama ile ya kabisa tunaenda mbinguni, why are we hiding these things? Why are we not identifying them? Mbona hatuoni watu wakitubu wakisema nililala na mke wa wenyewe, niliacha mke wangu, niliacha mume wangu, nimekuja kutubu nirudi kwangu? Mbona hatuoni vijana wakisema tumefanya fornication, tunakuja kutubu? So today we must be in the business of bringing this awareness to people, ndio watokee, tujue hawa ndio walikuwa mateka wa dhambi, ndio tuwatoe kwa hiyo dhambi, na wakikataa tujiassociate na wao. That is the way to go. Hallelujah. May the Lord save us from the sin of fornication, from the sin of sexual immorality, in the name of Jesus. My friends, my brother, my sister, I want you to call out those people bound in sexual immorality from wherever they are in the body of Christ. In the name of Jesus, I call out those souls. I call out those children.
I call out those women. I call out those men. I call out those girls. I call out those boys. Watokee waonekane. Roho Mtakatifu sasa aanze kufanya operation kwa kanisa ya Kenya, kwa manyumba ziko Kenya, kwa mafamilia ziko Kenya. Operation kubwa ianze dunia mzima. Wherever you are watching me, the country you are representing, the area you are representing, wewe sasa ndio point of contact. Roho Mtakatifu kupitia wewe aanze hizo operation. Hawa watu watokee, hawa watu watokee, waokolewe, hawa watu watokee, wakombolewe, hawa watu watokee, wasaidike. Tumekataa mateka wa sexual immorality. In the name of Jesus, this broadcast now shall become a dynamite ya kulipua hiyo prison, ya kuangusha hiyo prison, ya kuangusha hizo vifungo. In the name of Jesus, hata wewe ambaye unaniona na wewe ni mateka wa hiyo kifungo, I rebuke that bondage. I break it now. In the name of Jesus, I break it now. I break it now. I break it now in the name of Jesus. Wherever you are watching me, na wewe ni mateka wa hiyo kifungo, operation has started happening. As you watch me, the Holy Spirit will come to minister to you. Atavunja hiyo kifungo, atakung'oa kwa hiyo jela kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanang'olewa, watu wanang'olewa. Kama unajielewa huko kwenye hiyo mateka, sema I'm coming out. In the name of Jesus. Sasa nataka niingie kwa point ya pili, ambapo tunaongea sasa kuhusu hizi sexual immorality. Kuna kitu inaitwa adultery ambayo najua unaielewa. Kwanza kabisa Proverbs 6:32 imesema hivi: whoever commits adultery lacks sense. Adultery is a sexual immoral behavior, a sexual immoral habit. Kwa hivyo hii mwili ya nyama huwa inatamani kufanya uzinzi. Hii mwili ya nyama huwa inatamani kufanya kitu inaitwa adultery. Lakini Roho Mtakatifu huwa anataka ukae bila kufanya hiyo dhambi. Kazi yake ni kuioppose. Biashara yake ni kuua hiyo dhambi. Kwa hivyo kuna solution hapa ya kwamba mtu ambaye amekuwa mateka wa dhambi ya uzinzi, Roho Mtakatifu akishaingia kwa maisha yake, kuna guarantee 100% hiyo dhambi itakufa, itaondoka kwa maisha yake. Wewe ambaye umekuwa mateka wa hii dhambi, ninakunenea ufungue moyo wako. Kwa hii broadcast sasa tunapoongea, unaweza kujazwa Roho Mtakatifu. Anaweza kushuka ndani yako hata usikie umeanza kusema lugha. Anaweza kushuka ndani yako, aharibu hiyo kazi yote ya usherati, hiyo kazi yote ya dhambi hiyo mbaya. Sababu we have come to bring the love of Christ. We have come to tell you it is possible to come out of it. You must not live in that. Yet there is God who can rescue you from that. Kwa hivyo kuna possibility unafaa understand. Kabla hujaokoka, wengi wetu sisi tulikuwa na tabia ya kufulfill, ya kugratify. Wakati mwili hii ya nyama inasema nataka kufanya adultery, tunaiambia sawa, fanya. Inasema mara ya pili, tunaiambia sawa, fanya. Mpaka ikazoea, ikafikiri kufanya adultery ni haki. Na ndio maana topic kama hii ya adultery ikiletwa, utasikia zile kitu inaitwa intelligent foolishness ambao wanadamu wanaanza kuaccumulate. Kuambia Mungu mpaka ata-understand, Mungu ata-understand usherati. Just imagine. Tunafungua mdomo tunaambia Mungu, God you understand, sisi ni wanadamu, sisi sio perfect kama wewe, God understand. Yani Mungu ashuke kwa utukufu wake, aanze kureason out dhambi. My friend, that is a very very blasphemous statement. Unaona sasa,
adultery. Lakini wakati ushaokoka, yafaa ujipeane kwa Roho Mtakatifu auwe na kuondoa hiyo dhambi, asaidie mwili wako, aipatie ile nguvu mwili inataka kukataa hiyo dhambi. Ukiangalia hivi usikie ni usherati unataka kufanya, unasema no, na inakuwa ni hivyo, na una manage kukataa, una manage kuikataa mara 2, 3, 4, 5, 6 mpaka inakuwa your lifestyle. Wale watu ambao ni strong hawawezi angushwa kwa usherati, it's their lifestyle. Wamekataa mara kadhaa, mara 2, 3, 4, 5. Mtu asikudanganye ati hiyo temptation haipitangi. Wewe wacha, wewe wacha. Kwanza ndio ukiokoka uko completely exposed to it, ndio uprove kwa spirit world kama kabisa umeokoka. Shetani tabia yake ni kuenda kuprove Mungu, ati huyu umemuokoa, waacha nimletee msichana uone. Ati huyu umeokoa, waacha niletee mwanaume. My friend, unaletewa mtu anaitwa tall, dark and handsome, unakwisha na umeokoka. Hey, tall, dark and what? And handsome. Kwanza unaletewa ule ako na kipara kama kijana ya NYS. Ukimuona hivi una melt. Shetani anaambia Mungu, nao si. After kumelt, saa 9 usiku umeamka, rabakanta, rabashanta. My friend, hiyo mchezo uache. Sababu unaibisha ufalme mzima wa Mungu. Mungu mwenyewe unamwaibisha. Mapepo huko nje zinacheka cheka ati rabashanta. Huyu anasema rabashanta. Wanacheka. Juu walikuona ukimalizwa na tall, dark and handsome. Walikuona ukimalizwa na mtu anakaa kama, sijui nilisikia wanaita nini hiyo, tantalizing tomatoes. Unaangalia msichana anakaa kama tantalizing tomatoes. Anakuua, unaisha. Siku hizi wanasemanga you are killing. Unakufa. Si nili overhear wimbo inasema ati nakufa. Mpaka siku hizi unaambiwanga kufa. Unakufa mchana. Usiku unaamka na ile sauti ya bass ni kama microphone hapa, lepo mic iko hapa. Ramashanta kanta raba robo. Wewe. Mapepo anacheka mpaka wanaanguka na viti. Juu wanaona woi. Wanaona haya. A new form of Christianity. Washerati wanarabakanta. Tafadhali washerati tuache kurabakanta. Tunaharibia Roho Mtakatifu jina. Tunajaribu ku-extravagate ndimi za Roho Mtakatifu. Haleluya. So, nataka uelewe side moja ya adultery inaitwa looking at a woman lustfully. Katika Matthew chapter 5 verse 20, Yesu alisema, kwa macho yako ukimwangalia mwanamke umtamani. Hii ni ya wanaume. Kuangalia na kutamani. Ukimwangalia emotions zianze kuamka. Usikie, hey, I wish. Sitamalizia hapo. Kuna mtu anaitwa Job. Job anaitwa katika kitabu cha Job chapter 31 verse 1. Hiyo nataka nikusomee mwenyewe ndio usikue na shaka. Job 31 verse 1. Job. Lakini hata nisipokosa najua. Kuna mtu anaitwa Job. Yule ambaye shetani ilibidi aende kuomba ruhusa kumjaribu. Kwa sababu this guy was so righteous. Mpaka ana challenge Mungu. Mpaka Mungu akaanza kutafuta njia nyingine ya kumchallenge. Juu aliona huyu Job amejielewa, amekuwa righteous. Anyway, hiyo kitabu inasema hivi. That I swear with my eyes. Job ndio alisema hivyo. I swear with my eyes never to look at a girl lustfully. Ni kumaanisha Job chapter 31 verse 1. Jisome. Ni kumaanisha Job alikuwa victim wa adultery.
originally. Unielewe vizuri hapa. Najua wewe unajua Job was a righteous man, lakini kabla unajua righteousness it involves wewe kupigana na baadhi ya weaknesses na dhambi ambazo zinakusumbua, na njia moja Job alikuwa anataka kuwezana na hii dhambi ya adultery. Ni kuswea kwa Mungu ya kwamba hii dhambi siifanyi tena. Job alikuwa mtu akiangalia wasichana. Hey. Ama saa zingine unaweza make fun useme akiona skirt nguvu zinaisha, anaanza kusikia ni mgonjwa. Wale wanaume tunasikianga ni wagonjwa tukiona wanawake. Bwana asifiwe. Anyway, sijui kama atajitokeza. Yesu alisema ukiona hao watu na uanze kusikia hivyo, unasikia vibaya, na uende hospitali, ujue sasa umefanya adultery na huyo mwanamke. Sikiza, you have committed adultery with her. Jisome Matthew 5:20, with her. Kwa hivyo ni kusema pia huyo mwanamke mwenyewe amefanya usherati. Sasa nikuambie wewe mwanamke unanisikiza, unaweza kufanya usherati bila wewe kujua. Pengine ulifanya usherati 2 years ago na hujui, sababu akili zako kile unajua wewe usherati ni kulala na mtu. Na ujue hii revelation ni Yesu mwenyewe alisema. Huyo Yesu ambaye tutakuja siku ya mwisho kusimama mbele yake atuhukumu. Sasa sijui unaonaje? Matthew 5:20, jisome. Whoever looks at a woman lustfully and lusts after her in his heart may commit adultery with her in his heart. Kwa hivyo tabia ya hii nyama, hii mwili ya nyama ni kuangalia na kulust. Hiyo ni tabia. Hata kuna mahali maandiko imesema the lust of the eye. Hiyo ndio tabia, both in men and in women. Nimekupea example ya tall, dark and handsome. Nimekupea example ya tomato. Ya tomato, kuku. Siku hizi wanawake wanaitwa kuku which, na sisi wanaume tunaitwa dog. Tafadhali muache hiyo matusi. Mungu angetaka tukue kuku na umbwa, angetutengeneza hivyo. Ama ni kama kuambia Mungu atransfer akili zetu, ya wanaume apewe umbwa na ya wanawake apatie kuku. So tabia hii ya hii nyama hii ni kuangalia na kutamani. Hii tabia ilianza wapi? Kuna kitu inaitwa adolescent, na hii inaenda kwa wazazi. Mtoto wako akianza kuingia adolescence, kuna kitu inaitwa nini? Attraction to opposite sex. Ujue huyu mtoto hajawahi kuexperience kitu kama hiyo. So number 1, hajui vile atadeal nayo. Kwa hivyo uwezekano wake wa kuingia kwa dhambi ya usherati ni 99.999% sure. Ndio maana sex education ni ya maana. Unafaa uongeleshe mtoto wako, umwambie ukianza kudevelop hizi emotions unafaa kuzihandle hivi, si kujiachilia. That's why watoto wetu wakipatwa na hayo mambo kwa adolescent, ndio unaona watoto wa adolescent 16, 17, 13, 14 wanaitwa daddy, wanaitwa ma. Lakini wakiongeleshwa wanaanza kudevelop control over this, hawaingii kwa fornication. Hapo ndio hii tabia ya mwili kuona na kutamani inaanza. Kijana wako akikwambia mom for the first time, akwambie mom, msichana fulani ni mrembo, tafadhali take caution. Atakwambia ni mrembo leo, kesho akuletee akiwa na mimba. Kesho umpate mafichoni wakifurahia. Why? They have no idea of controlling themselves.
Unaelewa? So wengi wetu ambao tuko na weakness ya kuangalia na kutamani hivyo tu bila hata kujua, bila hata kujizuia, tabia hiyo most of it 99% ilianza hapo. So nikiconclude, nataka kukupatia homework. Nataka ujiangalie vizuri, sababu kama tabia hiyo ilianza wakati ulikuwa mdogo na ukajipata wewe ni victim wa dhambi hii katika miaka yako ya uchanga, je, saa hii umeokoka, unajisikiaje? Hii dhambi inakufuata? Ama je, kama inakufuata, uko tayari kuassociate na kufellowship na Roho Mtakatifu ndio usaidike? The next time I'll come to your screens, tutaendelea kusemezana hizi vitu ndio tuokoe watoto wetu, tuokoe wasichana wetu na vijana wetu wale wadogo, na wale ambao tayari wamekuwa wafungwa wa hii dhambi wafunguliwe. Kwa hivyo kutoka sasa tumekataa watoto wetu kuanguka kwa usherati wakiwa teenagers, especially wale ambao mnanitazama. May this sin never fall to your teenager children. May this sin never fall to your teenager brother and sister. May this sin never fall to your teenager niece and nephew. In the name of Jesus Christ. So my evangelist, sijui unasemaje hii maneno. Wacha nikupe usukani. Asante sana Pastor. Asante sana na Mungu akubariki na endelee Amen. kutendea wema. Neema juu yako itakuzidia. Tumeshukuru Amen. sana mtazamaji wa Mwigitio TV kwa kushikania na Pastor wetu Alpha. Tumeshukuru Amen. Mungu zaidi kwa kutunenea na njia zake kupitia Roho Mtakatifu kwa mtume wake na ndiye Pastor Alpha. Nimeshukuru sana. There is a lot of things that I have learned, na ninashukuru Mungu maana alikuwa ametupangia usiku wa leo tuweze kusikia neno na tuweze kunyoshwa. Sasa ningependa tushukuru Mungu kwa sababu ametutendea wema na tumesikia, na may the spirit of understanding awe anatembea na sisi kila wakati in Jesus name. Maana Roho Mtakatifu wa Bwana alikuwa nasi na alikuwa anatunenea. Ningependa tushukuru. Our Father and our God, we come before the holy presence. We thank you for the word. My Father and my God, we bless you, King of our glory. Thank you for Holy Spirit that you always send us to lead us into your ways, my Father and my God. Tunakushukuru na tunaomba kwa maana umetunyosha kwa njia zako kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu. Naomba ukatusaidie hata wale wamefungwa wafunguliwe, maana hata sisi tulikuwa huko Jehova na ukatuhurumia, ukatufungua maana ulitupenda bure Jehova. Tunasema ni asanti maana Yesu Kristo alitufia msalabani ili tufunguliwe kwa vifungo nyingi, maana tuwezi tukaongea zingine ila tukuje kwako na kukiri Yesu wangu. Alafu tunakuomba utusaidie ndani ya roho zetu, tukakubali Roho Mtakatifu wa Mungu akaweza kutuongoza. Tunakiri Roho Mtakatifu akaweza kutuongoza katika njia zote. May you give us the understanding in any way, my Father and my God. Help us tusiende kulalia huyo roho mchafu wa kutupeleka kwa hizo mafikira mbaya machafu ya sio kupendeza Jehova. Ninakuomba utusaidie, utusaidie katika njia zetu, familia zetu, watoto wetu. Tunawafunika na damu ya Yesu Kristo. Tumekataa na njia zote za mwovu shetani ambaye zinakuja na kufungua milango michafu ambayo isiwe kufurahisha. Tumeyafunga katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Tumesema ni asanti kwa upendo wako. Asanti maana hatukukuwa wema, lakini ulitubadilisha, ukatuhurumia, ukatufungulia milango, na sasa tunaitwa wateule wako Jehova. Ni asanti kwa utukufu wako juu yetu. Hata mtazamaji ninamuombea, ninamfunika na damu ya Yesu Kristo, ninafunika familia zao, nafunga milango zote mwovu shetani anaweza akaingia kuwakosesha amani kwa hiyo njia ya kuwanajisi na kupitia njia isiyofaa. Mungu wangu, ninasema ni asanti kwa utukufu wako. Ninasema ni asanti kwa Mwigitio TV Mungu wetu. Asanti kwa hiki kipindi Jehova. Zidi kuendelea kutufungua katika njia zako Jehova, na uzidi kuende kutupatia spirit of understanding in your works, oh my Father and my God. We bless you, we give you thanks, glory and honor. In Jesus' name we pray and believe. Amen, amen, amen. Shalom. Amen.
hadi kipindi kingine, hadi kesho wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumefurahia kuwa nawe. Mungu akutendee mema. Amen. Shalom.